Ndugu zangu, mmoja katika waandishi wa kimagharibi alishawahi kuandika kwenye gazeti lake akasema, inna silaha alghar assirri, hakika silaha ya kimagharibi, silaha ya siri sana, laisat fi dabbabat, silaha ya magharibi haipo kwenye vifaa vya kivita, vifaru, nyuklia, mabomu mbalimbali. Hiyo silaha ipo huko. Wa innama fil fadhaiyat, silaha ya siri unayotumia magharibi ni silaha ya vyombo vya habari na mitandao, na kuwalewesha watu haya mambo. Hizi nchi za Kiafrika hizi zilizojaa tharuat, zimejaa mali nyingi sana, zimejaa kila aina ya utajiri, lakini walevi wakubwa wa mipira ni Waafrika. Katika walevi walioolewa kisawasawa ni Waafrika. Lakini achilia mbali, katika watu walioipokea dini kwa kiasi kikubwa na kwa nguvu yote ni al-Afariqa, pia ni Waafrika. Wameipokea dini bila ya kumwona mtume wao sallallahu alaihi wasallam, bila ya kuwa wao ni Waarabu au kadha, lakini waliipenda dini yao kwa namna walivyofikishiwa. Lakini walipoletewa huu mchezo waliona ni bora kabisa, mpaka imefikia kiasi cha kwamba ibadallah, unasun yajhaluna awamira salawati wazakawati wasiyami walhajj, watu hawajui mpaka maamrisho ya swala, watu hawajui maamrisho ya saumu, hawajui mambo yanayofungamana na akida zao kuhusu Mola wao, hawana maarifa ya kiasi kikubwa chochote. Lakini wana maarifa makubwa sana kunako kaasul alam, kombe la dunia na wachezaji wake. Wanauelewa wa timu mpaka wanashangaa. Anajua chakula mchezaji fulani, pesa anazolipwa, ufuatiliaji wake wa vipindi vya habari vya michezo. Yuko radhi akanunua headphone atembee nayo kutoka hapa mpaka kule kwa lengo la kusikiliza michezo tu ya fulani. BBC unazungumzia habari ya michezo, sijui Clouds FM kipindi cha michezo, majadiliano ya michezo, sijui nini vya michezo. Yuko radhi amalize bando lake, yuko radhi amalize muda wake, yuko radhi aache kazi zake kwa sababu ya kupoteza masaa hayo yote kwa ajili ya kusikiliza michezo hiyo. Ndo huyo anasema silaha ya magharibi ya siri haipo kwenye kununua vifaa vya makombora, ni kuwaharibu watu kwenye fadhaiyat, ni kuwaharibu watu kwenye matelevisheni, kuwaharibu watu kwenye mitandao ya kijamii. Na wallahi wameweza. Tukisema tupigiane humu sensa ya haraka haraka, unaweza ukakuta kuna watu wamekesha jana kwa ajili ya mechi ya juzi na ya jana, wamelala usiku nasubiria mechi walale waitazame. Dayaul awqat.